Mtakatifu, Bwana wa majeshi, Mungu mkuu, Mungu mwaminifu, asubuhi ya leo ninakuja kuletea sifa, heshima, shukrani, kwa maana wewe tu ndio unavistahili. Uko Mungu na utabaki kuwa Mungu, wala hakuwako Mungu mwingine, wala hata kuwepo Mungu kama wewe. Wewe ndiwe Mungu pekee. Jina lako ni Mungu. Jina lako ni wa milele, jina lako ni Jehova, jina lako, yani majina yako hayatajiki, lakini tunajua pia kwamba wewe ni Bwana wa majeshi. Hakuna aliye juu yako, hakuna wezaye kupingana na wewe, hakuna mfano wako, ni wewe Mungu pekee, muumba wa mbingu na dunia, vionekanavyo na visivyoonekana, vyote ni kazi ya mikono yako. Ninakushukuru Baba kwa asubuhi nzuri ya leo kuniamsha nikiwa mzima. Ninakushukuru kuamsha mpendwa yule ambaye ananitega sikio kwa wakati huu. Ninajua Baba umempigania vita vya kila aina, umemshindia kila mbinu na kila mipango ya yule mwovu shetani, kwa maana yeye kama simba ungurumaye huzunguka zunguka akitafuta watu awameze. Lakini wewe kwa maana ni mwingi wa rehema, umejaa upendo, mwenyewe ni upendo, hautaki hata awaye yote yule apotee, lakini wote wafikie toba, waamini na kuokoka. Hayo ndiyo mapenzi yako. Uko Mungu mzuri, uko mwema sana. Hatujui tukusifu namna gani, hatujui tukutaje namna gani, kwa maana wewe ni pekee, hakuna mfano wako. Baba, umetutendea mema, wewe ambaye umetukomboa katika mkono wa yule mwovu shetani. Sisi sote tulikuwa ni watu wa kuangamia kwa sababu ya dhambi na makosa, lakini kwa rehema zako wewe ukakubali kutoa uhai wako kwa ajili yetu, ili utukomboe katika mkono wa yule mwovu shetani. Umekubali kuuvaa mwili ukaja ulimwenguni, ukakubali kufa kifo chetu sisi, ili kwamba upate kuharibisha kazi za huyo mwovu shetani, huyo ambaye ni baba, ni muuaji, baba wa uuaji, baba wa waovu. Ukakubali kutoa uhai wako, ukakubali kufa, ili kwamba sisi ambao tulikuwa tumefungwa chini ya uoga, chini ya utumwa wa dhambi, sisi ambao tulikuwa tunasubiri tu kifo ili tupate ukombolewa chini ya ule utumwa, ukatutoa katika uoga, kwa maana umegeuza bure huyo ambaye ndiye baba wa mauti, baba wa wauaji, huyo mwovu shetani, umemgeuza bure hapo msalabani, ulipomwonyesha hadharani udhaifu wake, wewe ambaye umeshinda mauti ukafufuka, ili kwamba na sisi kwa kufufuka kwako tupate kuhesabiwa haki. Tunakushukuru Baba, kwa maana siku ya leo tuna matumaini tele ya uzima wa milele. Wewe ni Mungu, tena wewe ni Baba. Basi ukiwa Baba, ndiyo maana hatuna shaka ya kwamba na katika maisha yetu ya kila siku unatushughulikia. Hatuna budi kukusifu na kukutukuza, kwa sababu tunajua wewe unatutendea mema zaidi ya yale ambayo sisi tunaweza kufikiria. Basi tubariki asubuhi ya leo kwa neno lako, ili kwamba kila anayelisikia Baba, neno hili limfungue, neno hili limuweke huru, neno hili limbariki, apate amani ndani yake, na afunguliwe kutoka utumwa wa yule mwovu shetani. Asante Baba, kwa maana unakwenda kututendea mema. Kwa neema yako na kwa Roho wako Mtakatifu tunakwenda kuliongea neno lako. Basi sifa, heshima na utukufu viendelee kuwa vyako milele, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, mahali popote mlipo, ninawasalimu na kuwatakia heri na baraka katika yote yale ambayo mnashughulika nayo. Najua kwa wakati huu, najua ni wengi wako kazini, lakini pia kuna wengine ambao hawana hata hiyo kazi. Wanatafuta kazi chini juu, hawapate. Maisha yao ni magumu, lakini hawa wote wana mmoja ambaye ni baba yao, naye ni Mungu. Najua sisi wenyewe tunaweza tukajikosesha baraka za baba yetu kwa sababu tu ya kutokujua. Unajua neno la Mungu linatuomba kuamini tu. Ukiamini utaona mkono wa Bwana, ukiamini utaona matendo makubwa. Lakini hapa nikisema imani hii, siseme imani ili ya kutarajia kupata chakula, ya kutarajia kupata kazi. Hapana, nasema kuamini, yani kutoa maisha yako, kumkabidhi
kumkabidhi huyu Mungu wako ambaye umejitoa kwake. Hii ndiyo imani inayoongea, imani ya kujitoa wakfu kwa Mungu, halafu yeye mwenyewe, yani kumuishia Mungu. Atakalo ndilo atende maishani mwako. Akupatie kile ambacho anaona kinakustahili, yani ni Mungu akupimie. Mungu ndiye akujalie kile ambacho anaona kwamba kinakufaa. Najua mara nyingi tunaomba vibaya, kwa sababu tunaanza na mahitaji yetu sisi. Yani ni kama vile tunataka mapenzi yetu ndiyo yatimizwe, lakini Bwana wetu Yesu Kristo kawaambia wanafunzi wake akasema, basi ombeni mapenzi yako yatimizwe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako libarikiwe, mapenzi yako yatimizwe. Kadiri inavyofanyika ama inavyotendeka mbinguni, basi na itendeke pia duniani. Yani unasikia ombi lenyewe ni kama linamuweka Mungu pa nafasi yake kabisa. Namuinua Mungu, namuweka pa nafasi yake, na hapa Mungu na yeye anafurahi, anasema mtoto wangu ananijua kabisa. Huyu na mimi nitamburudisha moyo, nitamfurahisha, nitamtendea mema, ili kwamba apate kujua mimi ni nani. Baba, uko mwema. Tunaona wema wako kila siku Baba, kila siku tunaona wema wako. Tujapoamuka basi tunakushukuru, kwa sababu ni kwa neema yako tunaamuka. Kulala na kuamka ni mapenzi yako, ni neema yako. Basi na tunapojisikia amani na furaha moyoni, basi hapa tunajua ni neema ya Baba iko juu yetu. Basi na hii neema hatuifishi bure, lakini tunaitumia ili kwamba wengine pia, wale ambao hawajakujua, wapate kupokea Injili, wasikie habari za wokovu, habari za ufalme wa Mungu. Yaani muda kama huu kwa kweli sijui ninaweza kulinganisha na muda gani. Hapa ninajisikia raha sana, hapa ninajisikia amani, kwa sababu moyo wangu unajawa na neema yako. Na mimi napolizungumza neno lako, basi sina shaka yoyote ile kwamba uwepo wako uko hapo hapo, unalisindikiza neno lako. Kwa maana nimesema, tazama mimi niko nyuma ya neno langu ili kwamba nilitimize. Wewe Baba ambaye umeongea na mitume, wewe ambaye umeongea na manabii, wewe ambaye umetupatia msingi ulio imara, ambao ni neno lako ulilotoa ama uliotumia kupitia kinywa cha mitume na manabii. Na sisi Baba leo tunafurahia kulitangaza hilo neno. Zamani tuliongea mambo yetu, tulipata mapokeo kutoka watu ambao hawana hata msingi wenyewe wa mitume na manabii, lakini siku hizi tunajua kilicho cha muhimu, cha maana ni gani. Cha maana ni kujitoa kwako, kukubali kuongozwa na wewe, kwa maana tukiongozwa na wewe tutafika salama. Lakini hapo awali tulikuwa tukijiuliza sisi wenyewe na kujipatia majibu. Tunajiswali halafu tunajijibia, tunatafuta njia zetu, halafu tunakualika wewe uje utembee pamoja nasi katika njia zetu. Huu ni ujinga mtupu. Tulikuwa hatujui tunalolifanya, lakini sasa tumejua siri, tumeigundua siri yenyewe. Ni kwamba tukijiachilia kwako, tukijitoa kwako, tukikuishia wewe, basi hiyo italeta pia baraka, italeta furaha, italeta raha maishani. Hatutajikwaa kamwe katika safari, tutatembea katika nuru, na ukitushika mkono hakuna yeyote yule ambaye anaweza katupokonya katika mkono wako. Basi hii ndiyo imani yetu sisi leo. Tunaamini wewe ni Mungu pamoja nasi. Siku zote unatembea pamoja nasi, na wewe ndio unatutangulia mbele. Sio kwamba sisi tukutangulie mbele halafu tukualike nyuma yetu. Hapana, hapa tunakuomba ututangulie na sisi tukufuate. Umetutengenezea njia Baba, na hii njia ni salama kabisa, ni njia ya amani, na ninakufurahia sana kwa maana umenijalia kugundua siri hii. Basi acha kwa siku ya leo tuweze kuzungumza neno lako kupitia kitabu cha Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura yake ya 7 mstari wa 13 na mstari wa 14.
hapa Biblia inasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Hapa ninataka kuendelesha somo hili kulingana na kile ambacho tulizungumzia wakati mwingine katika Injili ya Yohana sura yake ya 14 na mstari wa 6. Hapo Yesu alikuwa akiongea na wanafunzi wake akisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Sasa njia hii Yesu Kristo mwenyewe akaonyesha ni njia gani. Unajua kuna njia za aina nyingi. Sisi sote tunatembea njiani. Kuna njia ndogo, ndogo kabisa. Hiyo hata baskeli kutembelea ndani ni shida. Lakini kuna pia njia kubwa, njia pana. Hiyo naita boulevard. Yani hiyo njia kubwa. Yani hata gari 8 zinaweza zikatembea mara moja upande. Njia kubwa kabisa. Hasa hapa napo tunasikia Yesu mwenyewe akiongea kuhusu hiyo njia pana. Anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Hili ni neno la kusikitisha kabisa. Kwa nini watu kuingia kwenye njia pana na mlango mpana huku wakienda katika upotevu? Kwa nini? Je, ni Mungu ndiye amewaongoza katika njia hiyo? Hapana, Mungu hapatikane katika njia hiyo. Njia ambayo Mungu anapatikana ndani yake ni hii ambayo Yesu anaongea kwa mstari wa 14, anasema bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waingiao ni wachache. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Wanaoona njia hiyo ni wachache. Unajua kuna watu ambao walimuona Yesu wakamdharau. Wakasema, je, huyu si mwana wa Yusufu na Maria? Hawa ndugu zake si wakina fulani na fulani? Hasa haya mambo anaongea anayatoa wapi huyu? Anajilinganisha na Mungu. Huyu anajilinganisha. Yaani watu wakamdharau sana. Kumbi hawakumuona. Ni kama wale watu ambao walikuwa wakimsonga, halafu mtu mmoja tu ndiye akamgusa kwa imani. Mwanamke ambaye alikuwa anavuja damu kwa miaka 12, halafu akagusa tu pindo la vazi yake kwa imani. Akasema, nikimgusa tu ninajua nguvu zilizo ndani yake zinaweza zikaniponya. Halafu alipomgusa tu Bwana Yesu, na Bwana Yesu akasikia nguvu zinamtoka. Akasema, ni nani ambaye amenigusa? Halafu akina Petro akasema, sasa wewe unaongea nini? Watu wanakugusa ni wengi, wala sio kukugusa tu bali wanakusonga. Watu wanakusonga, halafu wewe unauliza ni nani anakugusa? Yesu anasema hapana, wanaonisonga ni wengi, lakini anayenigusa ni mmoja. Jina la Bwana libarikiwe. Anayenigusa ni mmoja. Huyu mwenye imani amemgusa Yesu, na Yesu mwenyewe akasikia uwepo unamtoka. Sasa ni nani ananigusa? Ugeuka kamwona akina dada ameogopa, anapiga magoti, Bwana unirumi, ni mimi nakugusa. Yesu akasema, basi imani yako imekuponya, nenda zako binti yangu, umepona, imani yako imekuponya. Sasa hapa Biblia inasema ni wachache ndio wanaona njia hiyo. Wachache, njia nyembamba ni wachache wanaoiona. Walio wengi wanaona njia kubwa, na hii kweli inawezekana. Njia kubwa inaonekana wazi, kila mtu anaweza kuiona, lakini njia ndogo, njia nyembamba, njia ambayo imesonga, sio rahisi kuiona, bali kwa neema ya Baba tunaweza kuiona. Unajua Mungu anawajua walio wake, na walio wake anawatambua kwa moyo ule ambao unampenda. Ninawajua wanipendao. Huyu ni Mungu anaongea. Mungu anajua wale wanaompenda,
na hawa wanaompenda basi na yeye huwapenda, na akiwapenda anawafunulia siri yake. Yesu ndiye amesema, mimi ndimi njia, kweli na uzima, na hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia mimi. Mahali pengine akasema, hakuna anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba. Yaani ni Mungu tu ndiye anaweza kukufunulia njia hii iliyo nyembamba, ambayo ni Yesu Kristo. Ni Mungu peke yake anaweza kukufunulia njia hii, njia nyembamba, lakini inayopeleka watu uzimani. Biblia inasema mlango ni mwembamba na njia ni nyembamba, tena imesonga iendayo uzimani. Lakini sasa hiyo njia inayokwenda upotevuni ni njia pana, njia kubwa. Jamani, ili uelewe, ninataka kukwambia maneno mawili tu kabla sijamaliza somo lenyewe. Unajua, katika njia pana huwa hakuna hivyo vitu vya kuzuia pembeni pembeni. Yani unajua kuna ile wanaita garde fou. Garde fou ni kama vile vizingiti vinajengwa pembeni ya barabara, kando kando ya barabara, ili kwamba gari sivuke huko. Sasa hiyo hakuna haja ya kuviweka, kwa maana barabara ni pana, barabara ni kubwa, watu wanakwenda kiholela. Wanaotembeza gari wanaelewa vizuri hizo barabara pana, wanakwenda kabisa kwa urahisi. Lakini sasa kuna njia ambayo imesonga, na hii njia imesonga mara nyingi nawekwa vizuizi pembeni pembeni. Nawekwa vizuizi ili kwamba mtu asivuke. Kama ukidanganyika kidogo unaweza jikuta nje ya njia, alafu naporomoka huko chini. Sijui watu waliotembea hizi njia za Bukavu, kutoka Bukavu kwenda Uvira, unatoka Bukavu unapita huko Nyangezi, halafu unaingia hii barabara ya Ngomo. Hapo mlima mkubwa, hiyo Ngomo mnasikia ni mlima mkubwa mrefu sana, halafu barabara inapita kwenye ubavu wake. Sasa ukitembea katika njia hiyo, njia yenyewe ni ndogo, hata gari mbili kusema zipishane ni hatari. Sasa hapo chini barabara inaonekana inatisha sana, kwa maana huko chini ni bonde kubwa, kubwa ndefu sana. Ukitoka kwenye barabara, afu kama gari inaponyoka ama gari inaacha njia, inapotea njia, afu inashuka huko chini, unajua hakuna hata mmoja ambaye ataokoka. Sherti wote waangamie, wote watakufa, sherti. Naona sasa njia kama hiyo, watu ambao wana ujuzi, wale watu ambao wana maarifa, wanajenga, wanatengeneza, wanatia vyuma, wanatengeneza vyuma pembeni ya barabara, ili kwamba gari ikitaka kuanguka huko, basi vyuma viizuie. Hii ni hekima kubwa, ni busara. Unajua watu walio na ujuzi wanafanya hivi ili kuepusha watu hatari ya njia hiyo. Sasa hii ni njia moja ambayo inatuonyesha kwamba maneno ya Mungu ni kweli kabisa. Unajua, katika njia hii ya Bwana wetu Yesu Kristo, huyu ambaye amesema mimi ndimi njia, kweli na uzima, ingawa njia hii imesonga, ingawa njia hii ni nyembamba, lakini mtu hawezi kupotea njia. Katika njia hiyo mtu hapotee. Yesu amekataa, nasema hakuna yeyote yule ambaye nimekwisha kumshika mkononi mwangu ambaye anaweza akaponyoka. Yani hakuna awezaye kumpotosha ama kumwondoa katika mkono wangu. Yesu mwenyewe anatuhakikishia ya kwamba ukiingia ndani yake, basi unakwenda salama na utafika salama. Ndugu zangu wapendwa, yawezekana uko katika njia pana, njia kubwa, lakini huku ukijidai kuwa uko katika njia ya kwenda mbinguni. Hapana. Ukiwa katika njia pana, jua wewe unakwenda upotevuni. Hata kama ungekuwa na wahubiri wengi ambao wanakuhakikishia, na manabii ambao wanakuhakikishia kwamba wewe uko katika njia ya kwenda uzimani, lakini ukiwa katika hiyo njia pana, basi kumbuka wewe hauende mbinguni.
wewe unakwenda moja kwa moja Jehenamu, wewe unakwenda katika upotevu wa milele. Bali njia nyembamba hii ambayo imesonga ni njia iendayo uzimani, njia ya Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, ili kwamba uingie katika njia hiyo, inabidi upitie mlango ulio mwembamba pia, na katika mlango huo unapita mwenyewe, hauingie na mzigo wowote ule. Ni wewe mwenyewe unaingia katika njia hiyo, kwa maana unajua kwamba katika njia hiyo kuna vyote ambavyo vimetayarishwa. Vyote vimetayarishwa katika njia hiyo. Kila utakachokihitaji kinapatikana katika njia hiyo. Basi sio lazima wewe ubebane na mizigo ya kukulemea katika hiyo njia, kwa maana wala kuingia hautaingia. Utawezaje kuingia? Yesu mwenyewe kasema, mtu akitaka kunifuata mimi, ukitaka kuifuata njia ya Yesu, inabidi ujikane mwenyewe. Jikane mwenyewe, jikane nafsi yako, halafu beba msalaba wako. Kila siku chukua msalaba wako, bebana nao, halafu umfuate Yesu. Katika njia hiyo hakuna kwenda kushoto wala kulia. Humo mna sauti inayosema hiyo ndiyo njia, endelea, hiyo ndiyo njia. Na sauti nyingine inasema usiogope. Kila siku kuna sauti ambayo inapazwa katika njia hiyo, inasema usiogope. Tangu mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka utasikia sauti hii inakwambia usiogope. Ndugu yangu, katika Yesu Kristo hakuna mambo ya wasiwasi, mambo ya mashaka. Ukianza safari hiyo, jua basi tayari na umefika. Na ndiyo maana Mtume Paulo kasema kwa waraka wake kwa Waefeso, anasema sisi tumesulubiwa pamoja na Kristo, tukafufuliwa pamoja na yeye, halafu tukanyakuliwa, tukapaa pamoja na yeye, na hivi tunaketi mkono wa kuume wa Baba tukiwa pamoja na yeye katika Kristo Yesu, tuko mbinguni. Yaani kwa njia ya imani tunajua wazi ya kwamba tayari tumefika mbinguni. Ijapokuwa tungali katika ulimwengu huu, ijapokuwa tungali tunavaa huu mwili wa dhambi na mauti, lakini tunajua wazi ya kwamba sisi tupo katika ufalme wa Baba. Yaani nafsi yetu inafichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Na ndiyo maana Biblia inatuomba tuyatazame yaliyo juu, tufikiri yaliyo juu, tutafute yaliyo juu, wala sio ya hapa chini ulimwenguni. Kwa maana nafsi yetu imefichwa pamoja, ama uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu yangu mpendwa, kumbuka ama fikiri kwenye njia hizi mbili. Kwenye njia hizi mbili kuna sauti ambazo zinaita. Kuna sauti inaita kwenye njia kubwa. Sauti nzuri tena, na inaleta sijui ahadi ama niseme nini, promises ama promise. Yani kuna maneno mazuri ya kuvutia. Maneno ya kuvutia. Njoo huku, utapata Jesu vitamini. Kuja kwa Yesu, ulikuwa ukisofu utanenepa. Njoo kwa Yesu utapata mume. Njoo kwa Yesu utapata. Sasa wanakudanganya kwamba njia hiyo ni njia ya kwenda uzimani, ni njia ya Yesu, kumbi ni njia ya kwenda upotevuni. Ahadi zinazotolewa humo ni ahadi za maisha haya ya kiulimwengu. Utapata gari, utapata nyumba. Kwanza ukija kanisani mwetu sisi tuna wazungu, watakupeleka Marekani. Yaani unaahidiwa mambo makubwa katika hiyo njia. Hapana, alafu na wewe unakwenda kabisa, unasema si ni neno la Mungu wanaongea. Si wote tu ni wanatumia Biblia. Yani unakwenda ndugu yangu, lakini haujui unakwenda wapi. Unapelekwa kama ndama ambaye anapelekwa machinjoni. Kondoo inayopelekwa machinjoni. Haujui unakwenda wapi, lakini unafuata tu tamaa za mwili wako, kwa sababu shetani naye ni mjanja, anajua kile unachokihitaji. Na yeye katika njia kubwa hiyo anapaza sauti, anasema njoo upate hiki na hiki. Ingia kwa Yesu na wewe utapata kazi. Wewe unamaliza siku haupate, hauna kazi, lakini
Leo ukiamini Yesu utapata kazi. Yaani unakutana wanaongea Yesu mwengine, Yesu anayetoa pesa, Yesu anayetoa kazi, Yesu anayetoa waume wanawake sijui nini, anayepana visa. Yaani Yesu wa chakula, Yesu wa tumbo. Wanakutangazia Yesu, lakini wakikuvuta katika ile njia kubwa, njia pana. Lakini kuna sauti nyingine tena ni nyororo, inakwambia njoo mwanangu, usifuate hiyo sauti, huyo ni mjanja, huyo ni mwovu, anatafuta kukupoteza. Tazama, njia ya kweli na uzima ni Yesu Kristo. Hapa ndipo kubali kutoa maisha yako, achana na njia zako. Wewe unayoyafikiri ni ya kwako, lakini mimi nina mpango mzuri juu ya maisha yako. Njoo hapa na mimi nitakuongoza katika mapito mazuri, na wewe utafika salama. Sauti nzuri, sauti nyororo. Halafu wale walio na moyo mkunjufu, moyo kabisa ambao ni moyo wa Mungu, watapita, wataelewa sauti ya mchungaji. Sasa huyu ndiye ninatafuta kabisa. Huyu ndiye mchungaji wangu, huyu ndiye Bwana wangu, huyu atanipitisha, atanitembeza kando kando ya maji, maji yanayotulia. Atanilaza kwenye majani mabichi, huyu atanilisha, ataitunza nafsi yangu. Basi unaiendea njia hiyo, huku ukiachana na mambo yako yote. Ndugu yangu mpendwa, hata ukikiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini kama haukutubu, basi wewe unadanganya, hauendi fasi. Bado uko katika njia hiyo pana, kwa maana bado na mambo yako. Kwa sababu katika njia hii inayosonga kwenye mlango huu mwembamba, hauendi na kitu. Unaacha mambo yako yote, na huku ndiko kutubu. Unajua kutubu ni kugeuka. Unaachana na njia zako ulikuwa ukiziendea. Halafu na mafikiri yako uliyokuwa nayo sijui yote unaweka chini. Halafu unasema mimi nitafuata sauti ya huyu mchungaji mwema. Hii sauti inayoniongoza kwenye mapito haya ndiyo nitaifuata. Huku ndiko kutubu, na huku ndiko kuamini. Unajua ukiamini, wewe hauna tena cha kujishughulisha nacho. Ukiamini, yani unajitoa, unajiachilia katika mikono ya yule ambaye umemwamini. Ndugu yangu mpendwa, siku ya leo ninataka ufikiri, je, umeingia mlango gani? Mlango mpana ama mlango mwembamba? Sasa ukijiangalia katika njia unayoiendea, unaikuta njia hiyo ni pana ama ni njia inayosonga, ni njia nyembamba? Wewe mwenyewe moyo wako unaweza ukakushuhudia. Unajua wazi ulivyoanza, umeamini namna gani? Je, walikuahidi nini ulipotoka katika mahali pako ulipokuwa? Najua kuna watu ambao walikuwa katika sijui dhehebu ya Kikatolika, halafu wakaahidiwa waje kwenye dhehebu ya Kiprotestanti, ya Kipentekoste. Najua wengine walikuwa kwenye Kipentekoste lakini hawakujua Yesu, wakakutana na huyo watu wa Sabato. Wa Sabato nao wakawaahidi mambo fulani, wakawafundisha Sabato. Hawa wakatoka huko. Ulipotoka huko ulikuweko, ukaenda huko na ulipo leo, ni nani? Ni kitu gani? Ulisikia nini? Wamekuahidi nini? Jifikirie kwanza hapo. Alafu Bwana kitujalia, kwa sehemu ya pili ya fundisho hili, alafu nitakuja kuwaonyesha sasa sheria ambazo zinahusu wale watu wanaopatikana katika hiyo njia nyembamba. Kama sheria zilivyo katika njia pana, na ndivyo zilivyo katika sheria, ziko katika hiyo njia nyembamba, njia inayosonga. Basi Bwana tubariki pamoja, ndugu zangu wapendwa. Nilitaka tu leo ufikiri kuhusu mwanzo wa safari yako. Ulipoanza safari, umeingiaje? Umeingiaje katika hiyo njia? Kama ni njia nyembamba, basi tunahitaji ushuhuda wako, kwa maana walioingia katika njia hiyo nyembamba, walichokiona ni kimoja kabisa, na hii ndiyo inatutia moyo. Unaposikia ndugu yako anaongea aliyoyaona katika njia hiyo nyembamba,
unasikia kumbe na mimi kumbe yale anayoongea ndio na mimi nimeona, na kama nimeyaona basi hapa sina shaka tena ya kwamba niko katika njia iliyo nyembamba. Lakini ukisikia mtu ambaye anaongea mambo yaliyo katika njia hiyo pana, basi unasikia ni mambo tofauti kabisa na mambo yako. Anasema sasa, mbona mimi ni tofauti na haya? Ni tofauti kabisa. Na heri wewe, kwa sababu wewe njia yako ni njia ambayo imesonga, lakini inakwenda uzimani. Basi ndugu zangu wapendwa, tukijifikiria jinsi tulivyoanza safari, basi tutapata uhakika pia kwamba mwisho wetu pia ni mzuri, kwa maana aliahidi yeye ni mwaminifu, hata tuacha wala hata tupungukia. Tukiingia kwake, basi tumeingia uzimani, kwa maana yeye mwenyewe ndiye njia, kweli na uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Nawapenda sana ndugu yangu, na tuonane tena kwa wakati wa Bwana.